Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ambao leo hii wako uwanjani. Dimba ni moja tu, Amani Complex Zanzibar, mchezo wa fainali ya kombe la CRDB Federation Cup, kombe la FA, ambapo kila mmoja atakwenda kushuhudia Young Africans jinsi ambavyo watakavyokwenda kulinyanyua taji hilo kubwa kabisa, ambalo unafahamu kwamba leo ni mchezo wa fainali. Sasa mimi nimekusogezea kikosi ambacho kimetangazwa na kocha Merudi Amdi, kocha mkuu wa klabu ya soka ya Young Africans, akiweza kutangaza mabadiliko kwenye kikosi cha kwanza ambacho kitakachoanza katika mchezo huo mkubwa kabisa. Ni nani na nani ambaye amepata nafasi ya kuweza kuanza katika mchezo huo, utakwenda kujua hapa. Ikumbukwe kwamba Singida Black Stars wako nafasi ya 4, wamemaliza katika msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, lakini kwa upande wa Yanga ndio bingwa wa ligi kuu. Kwa hiyo shughuli si ya kitoto, si kwamba ni mechi ambayo ni ya upande mmoja, bali ni mechi ya mafundi ambao watakwenda kumenyana kwa dakika 90. Sasa kikosi cha Yanga ni hiki hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine. Wanazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kwenda kuzitafuta dakika 90 mbele ya kombe la CRDB Federation Cup. Bana, kikosi kinaanza. Golini anasimama golikipa wa kimataifa. Hapa anazungumzia DGDR Screen Protector, kutokana na ubora wake mwendelezo wa kile ambacho huwa anachokifanya. Mwalimu amesema ya kwamba leo anatakiwa aendeleze kupata kile ambacho anachokistahili golikipa DGDR, kupewa ulinzi mzito kabisa kwenye dakika 90 ili Singida Black Stars wasiweze kuharibu. Yanga wanataka waende wakasherehekee wakiwa na makombe yao yote walioyachukua msimu uliopita. Hivyo basi utakwenda kushuhudia ubora mkubwa ambao utakaopigwa leo pale katika dimba la Amani. Kwa hiyo golikipa anakuwa ni DGDR. Katika upande wa beki namba 2 anaendelea kusimama Israeli Patrick Mwenda. Kiwango kizuri alichokionyesha katika mchezo dhidi ya Simba Sport Club, mchezo wa dabi, basi imetosha kuweza kuwaaminisha Watanzania kama kweli Young Africans haikufanya usajili wa kitapeli, bali ulikuwa ni usajili wa maana kweli kweli. Sasa Israel Patrick Mwenda anaendelea kuweza kuaminiwa. Walisema ya kwamba uwezi kubeba ubingwa bila kumkaba mpanzu. Sasa ni mtu mmoja tu, Israel Patrick Mwenda, alikwenda kuweza kuijibu hiyo kauli baada ya kuweza kumweka mfukoni kwa dakika 90 bila kuweza kufanya hatari kubwa kama vile ambavyo wengi wamekuwa wakiweza kushuhudia anapokuwa mpanzu. Mambo huwa wanafanya maajabu na nini, lakini siku hiyo alitulia kweli kweli. Lakini katika upande wa safu ya kushoto yupo Issa Shadrack Boka. Kitu ambacho pengine mabeki wa timu pinzani huwa wakipendi ni kukutana na klabu ya soka ya Yanga, hususan huu upande wa kushoto. Huu upande anakujaga Pacome Zouzoua, wakati mwingine anapita kuna Clement Mzinze, pia yuko Shadrack Boka. Sasa imagine kama mshambulia kama beki wa timu pinzani wanakuja watu wawili, wote ni wanakasi. Pacome Zouzoua na kukimbiza, ukikaa kidogo kapigwa penetration pass, anazungumzia Boka naye na kukimbiza. Kwa hiyo mabeki huwa hawapandi sana kama vile ambavyo huwa tumezoea, na hilo tulilishuhudia katika mchezo wa dabi. Shomari Kapombe si kwa dakika zote kama ilivyokuwa
japokuwa katika mchezo mingine huo unamkuta yuko juu zaidi, lakini katika mchezo huo bwana alikuwa yuko anavizia akiona pako wazi ndo anapanda, lakini akiona mambo yamekuwa ni mazito anarudi. Kwa hiyo Issa Shadrack Boka atakuwepo na yeye akienda kuwakimbiza Singida Black Stars. Lakini katika upande wa safu ya ulinzi katika beki za katikati, namba 4 atakuwepo Ibrahimu Ahmadi Baka, kitasa kweli kweli, anaendeleza ubora wake katika mchezo huu. Mwalimu amempatia nafasi ya kuweza kuanza na kuonyesha kile ambacho huwa anachokifanya. Kwa hiyo Sergeant atasimama kama beki namba 4, huku beki namba 5 anasimama kapteni msaidizi, nazungumzia Dickson Job. Unafahamu ya kwamba muendelezo wa safu ya ulinzi ya Yanga ndio unazidi kuweza kuwachanganya watu. Yanga hawajaruhusu mabao mengi katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Wamefungwa mabao 10 tu. Unaona bana, katika ile mabao 81 ambao wameweza kuyafunga, Yanga wenyewe wamefungwa mabao 10 tu. Ni wastani mzuri kabisa. Unaona bana, yani ni mistake ndogo ndogo ambazo zilizopelekea mabao hayo. Na katika idadi kubwa ya mabao ambao Young Africans walifungwa ni mabao 3. Walifungwa na Tabora United kama unakumbuka, katika ile michezo ya kwanza chini ya kocha Miguel Gamondi. Sasa namba 6 atakuwepo mtu mzima Alidi Aucho as a tank, miongoni mwa viungo bora kabisa. Kama kuna kitu ambacho huwa unapenda kwenda kutizama mpira, basi ama unatizama zako nyumbani mpira, ukiwa unatizama klabu ya soka ya Yanga, ni mtu mmoja tu ambaye anapenda kuweza kuacha midomo wazi mashabiki wengi, ni Alidi Aucho. Namna ambavyo anatoa pasi zake, namna ambavyo anakaba, namna ambavyo anatuliza mashambulizi, namna ambavyo anajua kuliendo dimba la kati. Kwa watu wa mpira tukizungumza hivi tunaelewa nini ambacho unaenjoy kumtizama Alidi Aucho. Atakuwepo leo akitoa burudani katika eneo la namba 6. Huku katika upande wa namba 7 atakuwepo Maxim Pia Nzingeli, moja kati ya wachezaji wenye nidhamu kubwa, maarifa mguuni, mashuti, kasi, mwendo pia upo. Kwa hiyo leo hii Singida wakazitafuta tochi kwa makini. Lakini katika upande wa namba 8 mwalimu amempanga hapa, nazungumzia Mudathir Yahya, akianza katika dimba la kati pale. Shughuli unafahamu kwamba Mudathir Yahya alikwenda kupa vuruga katika mchezo wa dabi. Sasa amepewa majukumu yale ya kwenda kuivuruga. Hapa nazungumzia timu ya Singida. Lakini katika upande wa namba 9 anasimama Clement Mzinze, atakosekana Prince Dube kutokana na majeraha ambayo aliweza kuyapata katika mchezo wa Dodoma. Hivyo basi mwalimu ameona ya kwamba kuendelea kumtumia kama ilivyomtumia katika mchezo wa dabi ni kuendelea kupata majeraha zaidi. Kwa hiyo akaona amuanzishe Clement Mzinze. Huku namba 10 atasimama Cletus Chora Chama, mwamba wa Lusaka, akiweza kulizungusha dimba la kati kwa dakika zile 90 ambazo mwalimu amependa kumwanzisha katika mchezo huo. Lakini katika upande wa bek hapa nazungumzia namba 11 atakutana na Pacome Zouzoua, fundi wa boli, profesa mwenyewe, akiendelea kuweza kutoa somo namna kuweza kuitafuta MVP wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona dakika 90 zitasema nini katika dimba la Amani Complex kule Zanzibar. Yanga wataondoka na taji lao ama itakuwa mara ya kwanza kwa Singida Black Stars kuweza kuchukua taji katika ardhi ya Tanzania toka walipoweza kuigeuza ikaitwa, hapa nazungumzia Singida Black Stars.